Hello, habari. Kwa majina naitwa Dr. Mary, mpendwa mtazamaji wa video hii. Kama wewe ni mgeni na unatazama video hii kwa mara yako ya kwanza, na kuomba bonyeze neno subscribe, share video hii kwenye magrupu na kwa watu wengine ili waweze kupata darasa hii, na pia ucomment, ulike. Karibu sana mpendwa mtazamaji. Nashukuru Mungu tumeonana kwa siku nyingine na kupeana maarifa zaidi. Kwa tunamshukuru Mungu sana kwa kutupa uhai. Mpendwa mtazamaji, karibu sana. Sichagui mtu yoyote, unaruhusiwa kutazama video hii na kujifunza. Kama wewe unapenda kutumia vitu vya asili, kutumia miti, matunda na vitu kadhalika vya kiasili ambavyo tunavyo katika mazingira yetu. Kwa hivyo karibu sana, na kuomba utazame video hii mpaka mwisho ili uweze kujua kitu gani naenda kukufundisha hapa. Uweze kufaidika. Usije tena ukasema hii ni usikatishe video, na kuomba usikilize mpaka mwisho ili uweze kupata darasa zuri kabisa. Katika picha huu unayoona unaitwa mmea wa mchekea au msekera. Kwa hiyo una majina tofauti kulingana na mazingira ambayo upo huu mmea wa mchekea. Katika tiba, huu mmea wa mchekea kiroho tunasema ni mmea ambao umefunuliwa, ni mmea ambao umeinuka, mmea ambao kila kitu unasafisha nuru na kuinua nuru, njia inakuwa nyeupe na siku inakuwa ni siku nzuri katika maisha yako kama utatumia huu mmea wa mchekea. Leo naenda kufundisha namna ya kujitibu maradhi ya uchawi. Unaweza kuwa umelishwa uchawi tumboni unakusumbua kwa muda mrefu, basi utachimba mizizi ya huu mmea, mizizi mingi. Chimba mizizi yako mingi ukachemshe. Chemsha mizizi mingi. Utakuwa unakunywa kwenye kikombe cha chai kutwa mara 3 kwa muda wa siku 7 mpaka siku 14. Kwa mtu ambaye umelishwa uchawi mwilini, yani uchawi mwilini unakusumbua sana, basi unaweza kutumia huo mmea, utakusaidia sana katika kutibu changamoto ya maradhi ya uchawi wa tumboni. Na kwa wale ambao unasumbuliwa na vitu vinatembea mwilini uvioni, yani unahisi wadudu wanatembea mwilini na huwaoni hao wadudu, nenda katika huu mmea, nenda kachimbe mizizi. Na kama kawaida ninavyowaambiaga, unavyoenda kuchuma dawa, hakikisha unaenda kuchuma dawa kabla jua halijazama, na hakikisha dawa yako unaenda kuchuma unaenda na sadaka ya nafaka ndogo. Unaenda kumwaga nafaka pale, unaomba kwa ajili ya kuchuma hii dawa kulingana na maradhi yako. Kwa hivyo ili dawa ifanye kazi vizuri, lazima kwanza utie nia, uombe. Unaomba alafu unaenda kuichimba. Unatia nia yako, unaichimba. Ndo masharti yanavyokuwa ya kuchimba dawa. Dawa huwezi kwenda tu ukachukua ukang'oa kama unang'oa mboga unaenda kula. Unatakiwa uombe, utia nia yako, omba vizuri ili dawa yako ikakusaidie. Basi kwa mtu ambaye unawashwa na vitu mwilini, unatembelewa na wadudu, huwaoni wadudu wenyewe, hawaonekani, chukua mizizi yake, nenda kaikaushe, utwange, upate unga wake. Ukishapata unga wake, huo unga utachanganya na mafuta ya mzaituni. Utaweka mafuta ya mzaituni vijiko 2 katika huo unga. Hakikisha huo unga unaoweka katika chupa, hifadhi katika chupa kwa ajili ya kujipaka mwilini. Basi ukishajipaka mwilini mchanganyiko wako wa mafuta ya mzaituni na mzizi wa mchekea, utakuwa unapaka asubuhi na jioni kwa muda wa siku 14. Basi changamoto yako ya kutembewa na vitu mwilini itakuwa imeisha kabisa na hautaiona tena. Hakikisha unapotumia dawa ya asili unamwomba na Mwenyezi Mungu anakufungulia vizuri tiba yako unayojifanyia, basi kwa uwezo wake tatizo lako linaweza likaisha kabisa na utaamini katika maisha yako. Faida nyingine ya 3 ya mmea wa mchekea, kwa wale watu wanaosumbuliwa na unene, yani una unene wa kupitiliza,
mwili wako unakuwa unatoka jasho. Jasho linanuka, yani lile jasho la lenye harufu lile. Utachuma haya majani. Majani ukishayachuma haya, utaenda kuyachemsha na utaoga hayo maji yake. Utakuwa unaoga maji yake kwa ajili ya kuondoa jasho kali mwilini. Harufu mbaya mwilini, una jasho linatoka linakuwa jasho kali. Kwa unaoga asubuhi na jioni. Kama utakuwa na muda zaidi unaweza kaoga na mchana. Basi harufu yako au mwili utakuwa hautoi tena harufu mbaya. Harufu mbaya ambayo itakuwa hazitoki tena. Faida nyingine nikupe faida ya 4 ya mchekea. Mchekea bwana, kwa wale unaenda kuomba hela, unaenda kumuomba kitu, labda pesa au kitu chochote, unaenda kwa mtu kuomba. Unatakiwa kwanza uchukue maua yake. Huu mchekea una matunda yake yanakuwa yakishakomaa yanachanua hivi. Kwa yale matunda yake utachukua unayakausha lile, unabonda unapata ule unga wake. Na hata kama usipoubonda utaweza kuchoma kama lilivyo. Chukua kipande cha ua na tunda lake lile unachoma. Unachoma, unatia nia. Kwa huyo mtu unaenda utaka kwenda kuomba pesa au unaenda kumuomba kitu chochote, unatia nia, unachoma, alafu kisha unaondoka. Kwa hivyo huu mchekea unafanya kazi vizuri sana katika kumfungua mtu nafsi. Mtu nafsi yake inafunguka haraka. Mwili unafunguka haraka. Yaani ni mchekea ni mmea ambao unarahisisha, unainua nuru. Unaweka mwangaza katika mwili, kiroho. Unakusafisha nafsi, unasafisha na njia ya mafanikio. Mchekea ni mmea ambao una maajabu mengi sana. Kwa leo nimekupa hizo faida 4 ukazifanyie kazi kulingana na changamoto yako ambayo unayo. Una changamoto ya kulishwa uchawi wa tumboni, una changamoto ya vitu vinakutembea mwilini, una changamoto ya unene au una changamoto ya kutokusikilizwa. Bosi hakusikilizi. Mtu yote, hata jirani ukienda kuomba kitu hata kidogo tu, anakwambia sina, kumbe anacho. Kwa hiyo ukishaona kwamba kuna vitu changamoto ya kukataliwa kila sehemu ukipita wewe unakataliwa, tumia kujifusha hayo matunda ya mchekea. Mchekea una matunda mazuri sana. Kwa hiyo mchekea unatoa matunda yake, yakishaiva yanachanua. Unaenda kulichukua kama lilivyo, unakuja nalo nyumbani, utakuwa unatumia kwa ajili ya kufungua njia ya mafanikio. Mpendwa mtazamaji wa video hii, nimekupa hizo faida, zitakusaidia kutatua changamoto zako. Na nakushukuru sana. Lakini pia kwa wewe ambaye una changamoto ya masuala yote ya tiba asili, kazi, mahusiano, biashara, uzazi, changamoto zote za mwili pamoja na mambo yote ya kuinuka kimafanikio, basi utaweza kunitafuta kwenye alama ya kujumlisha 255 787 23 20 81. WhatsApp utapatikana kawaida, utanipata popote ulipo, utanipata. Nakushukuru sana. Lakini pia nakuomba ushare video hii, usubscribe, ulike na kucomment, pendwa mtazamaji, ili tuendelee kukuza chaneli yetu na kuongeza familia ya Dr. Mary. Nikukaribishe sana mpendwa mtazamaji wa